Mpendwa mtazamaji, karibu katika Dominika ya 34 ya mwaka C wa kanisa au sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Heri sana kwa sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme wa ulimwengu. Katika Dominika ya leo tunapata ujumbe wa neno la Mwenyezi Mungu unaotutaka tumkimbilie Yesu kama mfalme wa ulimwengu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 3. Katika somo hili tunaelezwa namna ambavyo Waisraeli walimfuata Daudi na wakamwomba aweze kuwa mfalme wao na wakamchagua kuwa mfalme wao baada ya Mwenyezi Mungu kumkataa Sauli, mfalme aliyekiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu. Daudi aliitawala Israeli iliyounganika makabila yote 12. Mwanaye Solomoni naye pia akatawala makabila 12 ya Israeli na akamjengea Mwenyezi Mungu hekalu. Baada ya mfalme Solomoni, aliyefuata alikuwa ni mfalme kijana aliyependa kusikiliza ushauri wa vijana, Yeroboamu, na akasababisha makabila 12 ya Israeli kugawanyika mara mbili, upande wa kusini na upande wa kaskazini. Injili inatoka katika mwinjili Luka sura ya 23 aya ya 35 hadi ya 43. Katika Injili tunaona kwamba Yesu aliposulubiwa pale msalabani kulikuwa na anwani imeandikwa, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Kimsingi mtu yoyote aliyesulubiwa na Warumi, jina lake liliandikwa pamoja na kosa lake. Kwa mfano, kama mtu aliitwa Dismasi, basi jina lake liliandikwa Dismasi alafu kosa lake. Kama alikuwa ni mwizi au mnyang'anyi, yule aliyesulubiwa na Yesu pale msalabani, basi andikwa Dismasi mwizi. Kama ni mtu mwingine iliandikwa labda Dismasi mlevi na kadhalika. Kwa kosa lake liliandikwa. Lakini tunaona kwa Yesu Kristo anwani yake ilisomeka Yesu Kristo Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Hata ukirejea katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 19, na ndio maana makuhani walimwambia Pilato, umekosea hii anwani. Yeye akasema niliyoandika nimeandika. Kwa hiyo alitambua kwa hekima ya kimungu kwamba huyu kweli ni mfalme. Sehemu ya pili ya Injili inatuonyesha namna ambavyo yule mwizi mmoja aliyesulubiwa pamoja na Yesu alivyoomba msamaha wa makosa yake na akamuomba Yesu aweze kuwa pamoja naye katika ufalme wake. Alimtambua Yesu kama mfalme na akaomba kushiriki pamoja naye katika ufalme wa mbinguni, na Yesu alimwahidia hilo kwamba watakuwa pamoja naye. Yule mwizi mwingine aliweka kiburi. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 1 aya 11 hadi ya 20. Katika somo hili tunaonyeshwa kwamba Yesu Kristo ni mfalme milele. Kupitia yeye tunapata msamaha wa dhambi zetu. Kupitia yeye tunafika mbinguni kama watakatifu. Yeye alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Ni mfalme milele. Mpendwa, katika ulimwengu huu kuna falme nyingi ambazo zimekuwepo na bado zipo na zitaendelea kuwepo. Hebu tujaribu kuangalia tofauti kati ya ufalme wa Yesu na falme mbalimbali za dunia hii ambazo zimekuwepo kihistoria au ambazo zipo mpaka siku hii ya leo. Tuangalie jambo la kwanza kuhusu mamlaka. Falme za dunia hii zina mamlaka ambayo yanadumu kwa muda mfupi tu. Mafarao wa Misri waliishi na wakatawala kuanzia mwaka wa 3100 kabla ya Kristo, lakini mwaka wa 30 kabla ya Kristo mafarao hawa na ufalme wao uliishia mbali kabisa, haukuwepo tena. Dola la Kirumi lilianza mwaka wa 27 kabla ya kuzaliwa Kristo, lakini mwaka wa 476 dola hili likasambaratika na viongozi wake maarufu kama Augustus Caesar pamoja na Constantine walikufa. Kwa ndugu zetu Waislamu kulikuwa na dola kubwa la Umayyad lililoanzishwa na Muawiya. Dola hili
lilikuwa maarufu kati ya mwaka 661 hadi mwaka 750 likaanguka. Likafuata dola lingine linaitwa Abasidi, likawa na nguvu sana kuanzia mwaka wa 750 hadi mwaka wa 1258 chini ya kiongozi wake aliyekuwa anaitwa Mansur, lakini na lenyewe likaanguka. Kulikuwa na dola jingine kubwa la Kiislamu linaitwa Ottoman, lilikuwa na nguvu tangu mwaka 1299 mpaka mwaka 1922 likaanguka nalo. Uingereza ishawahi kuwa dola kubwa sana kuanzia miaka 1500 mpaka miaka 1918, lakini sasa hivi halishikilii nafasi ya kwanza duniani. Mataifa mengineyo ya Ulaya kama Ujerumani lilikuwa dola kubwa kuanzia mwaka 1870, lakini baada ya vita ya kwanza na ya pili ya dunia likasambaratika. Vivyo hivyo Italia ilikuwa dola kubwa na baada ya kuongozwa na yule dikteta Mussolini aliyeleta machafuko mengi kule, basi dola hilo likaishi, lakini baadaye sio dola linaloongoza kwa ukubwa duniani. Baadaye mwaka 1917 yalitokea mapinduzi kule Urusi. Yale mapinduzi ya kikomunisti yalikiri waziwazi kwamba hatuongozwe na Mungu na huku duniani hakuna Mungu, yakifuata mafundisho ya mwanafalsafa Karl Marx aliyeishi karne ya 19 aliyesema kwamba dini ni bangi ya walala hoi. Kwa taifa hilo likamkataa Mungu kabisa waziwazi. Ni katika kipindi hicho pia cha miaka 1900 hadi mwaka 1925 kulitokea fumbuzi mbalimbali huku duniani. Marekani ikagundua ndege na ikarushwa mwaka 1903. Ni mwaka huo kampuni ya Ford ya Marekani ilitengeneza gari ya kwanza na watu wakaona Marekani kama ndio dola kubwa zaidi. Miaka hiyo alikuwepo muigizaji maarufu kule Uingereza anaitwa Charlie Chaplin. Huyu alikuwa anaigiza bila kuongea kitu chochote, watu wakamuona kama mfalme. Na ni katika kipindi hicho cha kati ya mwaka 1900 hadi 1924 kulitokea vita ya kwanza ya dunia, mataifa mbalimbali yakitambiana kwamba mataifa yao ni makubwa, na ya mwaka 1919 wakatengeneza League of Nations, Umoja wa Mataifa, ambao ulikuwa na lengo la kulinda amani huku duniani pasipo kutambua kwamba wamesahau chanzo cha wao kupoteza amani huku duniani ni kushindwa kumtambua mfalme mmoja wa amani ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiposa mwaka 1925 Baba Mtakatifu Pio wa 11 aliiweka sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme iadhimishwe mwezi wa 10 tarehe 30, lakini baada ya marekebisho ya kiliturujia mtaguso wa pili wa Vatikano mwaka 1965 hadi 67, basi sherehe hii ikawa inaadhimishwa mwishoni mwa mwaka wa kanisa au Dominika ya 34, na ikiashiria kwamba Yesu ndiyo mfalme wa nyakati zote, ndio mwanzo, ndio mwisho wa kila kitu. Kama tunavyosoma katika waraka kwa Waebrania, Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Waraka kwa Waebrania sura ya 13. Kumbe sasa tunaona waziwazi kwamba falme za dunia hii zinakuja na kutoweka, na wafalme wake wanakuja na baada ya muda wanakufa, wanaondoka. Lakini Yesu ni mfalme tangu milele na ataendelea kubakia kuwa mfalme hata milele, kwa mamlaka yake ni ya kudumu. Tuangalie jambo la pili, uchaguzi. Wafalme wa dunia hii mara nyingi wanachaguliwa, wengine wanaingia madarakani kama madikteta au wengine wanaingia madarakani kwa kurithishwa basi. Lakini Yesu hakuchaguliwa na yeyote kama mwanadamu kuwa mfalme. Yesu alikuwa na asili ya Mungu na ni Mungu tangu milele. Hajawahi kutokuwa Mungu. Na hata alipofika hapa duniani alikuwa mtu kweli na Mungu kweli. Tuangalie labda ikulu. Wafalme wa dunia hii wanaishi katika ikulu ambazo zimejengwa kwa mawe, wakati mwingine mbao, mabati, misumari, nondo na kadhalika. Hiyo ndio ikulu ya wafalme wa dunia hii. Na inapatikana katika eneo fulani. Kwa mfano ikulu ya Marekani iko Washington DC. Ikulu iliyokuwa ya utawala wa Ottoman ilikuwa Istanbul. Ule utawala wa Abasidi ilikuwa pale Baghdad. Na ikulu hizi zimekuwepo lakini baadaye hazipo. Na ikulu hizi pia zimekuwa na tabia kuingiza watu wachache ndani. Kwa ukiangalia ikulu ya Marekani ambayo ni ya 6 kwa ukubwa duniani kwa mfano, haiwezi ikaingiza watu milioni 5 ndani ya ikulu, haiwezekani. Lakini ikulu ya Yesu haipo hapa duniani. Ikulu ya Yesu ni mbinguni.
na ikulu hii inaweza ikaingiza maelfu ya watu. Ukirejea katika Injili ya Mathayo sura 28 aya 18 hadi ya 20, Yesu alisema, nendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbe sasa watu wote ambao watakubali ubatizo na kuishi kwa kumkubali Yesu kama mfalme wanapata nafasi katika ikulu ya mbinguni. Jambo la mwisho tuangalie katiba. Falme mbalimbali za dunia hii zina katiba. Ni sheria ambazo zimewekwa ili kuongoza falme hizo. Kwa mfano, katika dola ambalo lilikuwa maarufu kati ya mwaka 626 hadi mwaka wa 539 kabla ya kuzaliwa Kristo, dola la pili la Babiloni, kimsingi lilikuwa na sheria ambazo zilitengenezwa na mfalme Hammurabi. Alitengeneza sheria za kuongoza. Ndugu zetu Waislamu wana kitabu ambacho cha sheria kinachowaongoza katika utendaji wao wa kazi. Kwa hiyo ni katiba. Lakini katiba ya Yesu ni Biblia takatifu, neno la Mwenyezi Mungu. Na neno hili lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo, na neno hili ni la milele. Ukisoma katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 40 aya 24, vitu vyote vitapita, lakini neno la Mwenyezi Mungu litabakia kuwa lile lile. Sasa tuangalie ni mafundisho gani ambayo tunayapata katika Dominika au katika sherehe hii ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Walau mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, tumkimbilie Bwana wetu Yesu Kristo aliye mfalme wa ulimwengu ili kupata msamaha wa dhambi. Pale msalabani yule mwizi alimkimbilia Yesu na Yesu akamsamehe dhambi na akamwambia tutakuwa wote mbinguni. Na sisi tumkimbilie Yesu kwa kupitia sakramenti ya kitubio, kwa sababu yeye mwenyewe alisema katika Injili ya Yohane sura 20 aya 20 hadi ya 24, alipowaambia mitume, wowote mtakaoondolea dhambi basi dhambi zao zitakuwa zimeondolewa. Tutubu dhambi zetu. Jambo la pili, amani ya kweli inapatikana kwa kumtambua Yesu kama mfalme. Kipindi ambacho Baba Mtakatifu Pio wa 11 anatangaza sherehe hii iadhimishwe katika kanisa na kuwekwa katika kalenda ya kanisa, kimsingi kulikuwa na sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kama kumbukumbu ya miaka 1600 tangu mtaguso wa kwanza maarufu kabisa kama mtaguso wa Nisea ulioweka kanuni ya imani ufanyike mwaka wa 325. Kwa mpaka mwaka 1925 ni miaka 1600. Sababu ya pili ni mambo yaliyokuwa yakitendeka duniani. Mataifa yalikuwa yakitambiana kwamba yana nguvu zaidi, yakasababisha mpaka vita, watu wengi wakafa, alafu yanatengeneza Umoja wa Mataifa ambao una lengo, Umoja wa Mataifa wa wachache, nchi tu za Ulaya zile, basi tengeneza Umoja wa Mataifa wakizani kwamba wataweza kuleta amani. Lakini basi Baba Mtakatifu akasema pasipo kumtambua Yesu kama mfalme wa amani, mataifa haya hayawezi kuishi katika amani. Ni kwa nini Yesu ni mfalme wa amani? Moja, alipokuja duniani aliwapenda watu wote. Taifa ambalo linawapenda watu wake wote, taifa hilo litakuwa na amani. Kama ni kiongozi anapenda watu wake wote, basi kutakuwepo na amani. Yesu alikuwa mtu wa haki. Alimpa kila mmoja iliyokuwa haki yake. Aliomba msamaha pale msalabani, alipewa haki yake kuingia mbinguni. Ambaye hakuomba msamaha, hakuwa tayari kumkiri Yesu kama mfalme, basi Yesu hakusema chochote, lakini naamini kwamba naye alipewa haki yake. Jambo la tatu linawaendea wafalme wote wa dunia hii, wamtambue Kristo kama mfalme na watambue kwamba kuna hukumu endapo watakataa kufuata utaratibu ambao Yesu ameuweka. Tukirejea katika kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 6 aya kwanza hadi ya 8, neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi: sikilizeni basi enyi wafalme mkaelewe, jifunzeni enyi waamuzi popote duniani. Tegeni sikio ninyi mnaotawala watu wengi na kujisifu wengi wa mataifa. Mamlaka hayo mlipewa na Bwana na utawala mliupata kwa Mungu mkuu. Atazipima kazi zenu na kuchunguza mipango yenu. Maana kama watumishi katika utawala wake hamtawali kwa uadilifu, kama hamshiki sheria wala kufuata mwongozo wa Mungu, yeye atawajia ghafla na kuwapeni adhabu kali, maana adhabu kali huwapata aghalabu wenye madaraka. Watu wa kawaida wanaweza kusamehewa kutokana na huruma, lakini wenye madaraka watakabiliwa na uchunguzi mkali. Maana Bwana wa wote hamuogopi mtu yoyote, ukuu wa mtu hauwezi kumfanya apendelee. Yeye mwenyewe aliwafanya wote wakubwa na wadogo, na huangalia mahitaji ya wote kwa usawa. Lakini wenye madaraka watakabiliwa na uchunguzi mkali. Basi ndugu zangu, kama una madaraka ya aina yoyote, tenda kama Yesu.
na kutakia Dominika njema ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Tumwendee wote, tukimbie njia zote, tumwendee Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Nipishe njia